mchango wake, na leo amefika hapa kwenye uzinduzi mkubwa kabisa wa Twanga Pepeta, ambapo leo wanazindua albamu yao ya 16. Mkubwa, kwanza heshima yako. Asante sana bwana. Kwa kufika kwako hapa leo kwenye uzinduzi mkubwa kabisa wa Twanga Pepeta, ni nini ambacho pengine ungependa kushare na Watanzania? Mombeti gani ya Twanga Pepeta ambayo inakukumbusha huko nyuma, ambayo wewe ungetamani pia kushare na Watanzania ambao pengine wanaweza kawa wafahamu? Twanga Pepeta ni moja kati ya bendi kongwe, ukiachilia mbali Msondo na Sikinde katika miaka katikati hapa. Twanga Pepeta ni moja kati ya bendi kongwe ambayo sisi tumepita nayo miaka hiyo ya nyuma, leaders kukiwa kumechangamka kweli kweli, lakini Mango kukiwa kumechangamka kweli kweli, na Sigara kule kukiwa kumechangamka kweli kweli. Kwa hiyo moment ni nyingi ambazo tunakumbuka tukiwa tunatumia vileo, tukiwa tunafanya starehe, na sasa hatutumii vileo, umeona. Kwa hiyo moment ni nyingi, ndugu jamaa na marafiki. Ni imani yangu kwamba tutakutana na watu uwalika kuanzia langu na kuendelea. Jenzia hajakataza kuja, lakini ni imani itakuwa siku ya kipekee kabisa. Umezungumza hapa kwamba kipindi hicho ulikuwa unatumia kileo, sasa hivi hautumii. Pengine watu ambao wanaweza kwa wanatazama sasa hivi wanajiuliza, bwana mkongwe Zembelo anaweza kwa nini labda hatumii kwa sasa hivi kileo? Mambo na nyakati, kila kitu na wakati wake, umeona. Kuna wakati tulikuwa tunacheza tukiwa vifua wazi, si ndio? Lakini sasa hivi unaweza kutoa kifua wazi nyumbani kwako kwenda dukani, sio rahisi Kwa hiyo kila kitu na nyakati, lazima usome nyakati. Sasa hivi tuko katika umri ambao tutakaa tuwaambie watu kwamba hiyo sio, umenifahamu lakini sasa unamwambiaje mtu hiyo sio wakati wewe unaitenda? Inakuwa tofauti. Kwa hiyo mambo na umri. Baba, lakini kitu kingine nilimsikia Mama Shabaraka akisema kwamba sasa hivi katika usiku wa Twanga Pepeta wasitegemee tena kuona Twanga Pepeta anafanya show za baa kwa baa. So kwa kweli ni mdau wa muziki wa dance, unalipi la kusema kuhusiana na kauli hiyo? Pia linaweza likawa ni jambo jema, kwa sababu kizuri cha jiuza, kibaya ndio kinajitembeza. Kwa hiyo kama hilo litaenda, maana yake ni kwamba wamiliki wa benki za dance hizi watawekeza zaidi kwenye bendi zao ili ziweze kurudi katika kilele ambacho kilichokuwa nacho. Bado zina heshima, nazungumzia kilele, zirudi katika kilele chake. Unadhani labda ni nini ambacho kilisababisha hapa katikati muziki wa dance kama ukasheki, ikapelekea mpaka kwamba mtu hawezi kuingia kwenye muziki wa dance kiingilio bia, vitu ambavyo vilikuwa zinazungumza, lakini sasa hivi wanataka warudishe ile heshima ya muziki wa dance, mtu aingilie kwa kiingilio? Kwanza mimi siamini kama muziki wa dance ulisheki, ila kundi kubwa lilihamia kwenye Bongo Flava ambao ndio nyinyi Gen Z na kizazi chenu. Nyinyi muziki wa dance huwa muelewi, mnapenda muziki ya kuchambana kidogo, kutongoza na vitu kama hivyo. Muziki ya dance nyimbo zake nyingi ni za historia, ni jambo lililotokea msanii ama jambo